Karibu sana mwana michezo, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ambayo tunaenda kushuhudia mchezo wa dabi ya Dar es Salaam. Dabi ni dabi ambayo tunafahamu vingi sana ambavyo huaga vinaenda kutokea, lakini pia msisimko wa mchezo wenyewe, performance za wachezaji ni kitu ambacho tunaenda kukitazama kwa kina zaidi. Kubwa zaidi kwenye mchezo huo, tunaenda kutazama namna ambavyo kumekuwa na ushindani mkubwa baada ya mchezo wa mwisho ambao hakuibuka nani ni mbabe zaidi. Hii ni dabi ambayo inachezewa katika visiwa vya Zanzibar, visiwa ambavyo vinaenda kushuhudia dabi kubwa zaidi kunako michuano ya Muungano Cup. Ni dabi ambayo mpaka hivi sasa ukichungulia takwimu za Azam FC, lakini pia ukichungulia takwimu za Dar es Salaam Africans, unashuhudia na kupata picha ambayo ni ya tofauti zaidi. Tukianza kutazama moja kwa moja pasina kupapata moja kwa moja katika michezo mitano ambayo klabu ya Dar es Salaam Africans wameweza kuicheza na kuondoka na pointi takriban 12 na sare moja zikawa ni 13. Lakini pia kwa upande wa Azam FC kunako michezo mitano, kitu gani ambacho kilitokea? Mdogo takwimu zinazungumza. Unapozungumzia klabu ya Dar es Salaam Africans katika michezo mitano kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara pekee, unazungumzia ni michezo mitano ambayo ameweza kwenda kuibuka na ushindi mnono zaidi. Ni ushindi ambao aliweza kuupata kunako ligi, ni ushindi ambao aliweza kuupata kunako michezo mitano ambayo aliweza kuicheza. Hapo unawajumuisha Namungo FC, ushindi wa goli 1-0. Unawazungumzia JKT Tanzania, kichapo cha goli 5-0. Baada ya hapo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ushindi ambao unazungumzia ni bonge moja la mechi ambayo hakuibuka mtu yoyote kinembabe katika mchezo huo. Lakini pia Singida Black Star akifungwa goli 3 kunako uwanja wake wa nyumbani, lakini pia Tanzania Prison akitandikwa kichapo cha goli 1-0. Lakini ukitazama kwenye takwimu za Azam FC katika michezo yake mitano iliyopita, una mchezo wao dhidi ya KMC ambao walikuwa ugenini katika uwanja wa Azam KMC Complex, ambao Azam FC waliibuka na ushindi wa goli 2, huku Mtibwa Sugar akienda kupoteana kwa kichapo kikubwa zaidi cha magoli 3-0. Baada ya mchezo huo ni Azam FC ambao walienda kutoa sare na Pamba Jiji kunako uwanja wa pale Nyamagana pale CCM Kirumba Mwanza. Lakini baada ya hapo ni Azam FC ambayo ilipata sare dhidi ya Tanzania Prison ya bila kufungana, na mchezo wa mwisho ni Dodoma Jiji dhidi ya Azam FC. Unaangalia ni michezo mitano ya mwisho kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kabla hujaenda kukutana kunako mtanange huu hapa wa siku ya leo, nusu fainali ambayo inabeba hisia za wengi, nusu fainali ambayo inabeba mengi zaidi na takwimu za tofauti kwenye mchezo huu hapa wa leo, huku ukitazama nyota watano ambao takwimu zao si haba. Hapa unawazungumza ni nyota 4 kwa Dar es Salaam Africans, ni nyota 4 kwa Azam FC, ni nyota ambao takwimu zao zimekaa na namba nzuri zaidi. Kama ni kuwatazama kwenye mchezo wa hii leo, basi tunaenda kumulika mmoja baada ya mwingine. Kwa Azam FC unamzungumzia Faisal Salum Feitoto ambaye mpaka hivi sasa magoli yake takriban 7 na assist 5 zimetosha kabisa kumweka kwenye namba bora zaidi ya idadi ya wachezaji ambao wameweza kufunga na kutengeneza magoli mengi zaidi kunako ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sambamba na Faisal Salum Feitoto unamzungumzia Idi Suleiman Nado ambaye mpaka hivi sasa kaingia wavuni mara 7 akienda kuisupport na kuipa timu yake nguvu kwenye matokeo ya namna yake. Ukiachana na Idi Nado unaenda kumzungumzia Ngita ambaye ana magoli 4 mpaka hivi sasa kabla kumgusa Kitambala mwenye magoli takriban 3. Ukijumuisha idadi kubwa ya wachezaji hawa unapata ni wachezaji ambao wamehusika kwenye magoli takriban 21. Ni wachezaji 4 pekee wamehusika kwenye magoli takriban 24, ikiwa na utofauti mkubwa zaidi na upande wa kikosi cha Dar es Salaam Africans ambao Prince Dube Mpumelelo magoli yake 8 ambayo ameongoza mpaka hivi sasa na assist 2 ambazo amezitoa. Unamzungumzia Pacome Zouzoua mwenye magoli 7 ambayo ukichukua takwimu hizo mbili unapata magoli takriban 15. Baada ya hapo unamgusia Mudathir Yahya ambaye amefunga magoli 7 mpaka hivi sasa, anaenda kuongeza listi ya magoli pale, anakuwa ni magoli takriban 22. Unajumuisha na magoli 6 ya magoli 2 ya Alan Okello ambaye unaona namna gani amekuwa na namba bora zaidi. Ni wachezaji 4 ambao ukitazama kwenye takwimu na mvuto wa takwimu wanakuletea picha ya tofauti zaidi. Ni kipi ambacho tunapaswa kwenda kukitarajia kunako michuano ya Muungano Cup? Je, kuna timu itajivunja kama ambavyo watu wanazungumza kana kwamba tusishuhudie dabi ya Kariakoo? Mimi nakwambia kana kwamba mwenye performance bora kunako mchezo huu ndiye ambaye ataenda kuondoka na pointi takriban 3. Ataenda kuondoka na pointi 3, ataenda kuondoka na ushindi, iwe ni ndani ya dakika 90 au ni iwe katika mikwaju ya penalty. Lazima patikane mmoja wa kwenda katika hatua ya fainali. Atakayekuwa
atakayekuwa bora na performance, atakayekuwa bora zaidi katika dakika zote za mchezo ndiye ambaye atastahili kwenda katika hatua ya fainali. Ni hayo kuelekea mchezo huo wa hapo baadaye kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unabeba hisia ya wengi zaidi. Ni mchezo ambao kama nilivyokuambia, dabi ambayo haina dogo. Mchezo uliopita waliweza kutoka pasina kufungana goli hata moja kunako ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Option ipo vipi? Nani atampisha mwenzake kwenda katika hatua inayofuata? Ni Azam kumpisha Yanga au ni Yanga kumpisha Azam mpaka hatua ya fainali katika michuano hii ya Muungano Cup pale visiwani Zanzibar? Tusubirie dakika 90 ambazo zitaenda kuamua ufundi wa kocha Ibenge na ufundi wa kocha Pedro Goncalves. Nani ataenda kuwin situation? Ni Ali Kamwe ambaye atatamba kwenye majukwaa tofauti tofauti, au ni Ashimu Ibwe na Babu Zaka za kazi ambao watazungumza na kuteta? Tukutane kuna kwa mchezo huo wa dabi ya Dar es Salaam.